Kwa majina naitwa Saidi Idi Saidi, natokea mkoa wa Mwanza. Kazi yetu kubwa ni ununuzi wa mali za serikali, mali chakavu. Tulichofanyiwa katika mnada huu, sisi tumeitwa na tangazo la katibu mkuu wa Wizara ya Fedha kwamba tutauza magari ya Wizara ya Fedha, na sisi tulichokifuata ni tangazo. Kila tunapoenda watumishi wa serikali wanagawana magari, na baadhi ya magari tulichochukia zaidi, magari wanayakamata wao alafu wanauziana wao. Wangekuwa wauzi vitu hivi kwa hili tangazo, wasingetuandikia. Sisi tumefika kwa mwaliko wa katibu mkuu. Tunafika hapa, mhakiki wa mkoa wa Manyara anatujibu anavyojua yeye kwamba nani amewaleta hapa, na sisi tukamjibu tumeletwa na tangazo la katibu mkuu wa Wizara ya Fedha. Sasa basi, uuzaji wa magari umekuwa tofauti na miaka tunavyonunuaga magari. Hali ilikuwa hivi, kawaida tunatangaziwa kwamba gari hii imetolewa na serikali, haitauzwa. Barua hii hapa kutoka kwa katibu kwamba gari hili amekopeshwa mtumishi wa serikali, lakini tumeambiwa gari moja tu ndio itauzwa kwa amri ya mahakama. Sasa hizi zingine gari tulikuwa tunaomba vielelezo. Msimamo wetu, mnada urudiwe na wachukuliwe hatua, kwa sababu sisi tunafuata sheria ya mwaka 1920, sheria ya minada ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi naitwa Shakiru Nuru Sadiki, natokea mkoa wa Dar es Salaam. Ongeza sauti. Tumekuja hapa kwenye mnada, tumezunguka mikoa mingi, tumeanzia Geita, tukatoka Geita tukaenda Kagera tukaenda Mara, Simiyu, Shinyanga, tukaenda mkoa wa Pwani, tumekuja hapa Manyara. Kitu cha kushangaza zaidi, wametualika, tuna biashara tunafanya mkoa wa Manyara, kuna gari fulani. Tumekuja hapa, mhakiki katukuta tuko hapa, tushaingia kwenye biashara. Kufika hapa mhakiki anatuambia gari siuzi gari tatu. Kwa sababu gani uzi gari tatu? Na gari, yani kinachotushangaza zaidi, gari ambayo anasema kwamba imeombwa ni gari iliyokamatwa na serikali ikataifishwa kwamba lazima iuzwe kwa hadhara, alafu yeye anasema imeombwa na mtumishi. Sasa tunachohoji kwamba je, huyo mtumishi sio aliyekamata hiyo gari alafu akataka kujiuzia mwenyewe, kujimilikisha mwenyewe? Kwa nini usitupe ile karatasi ya kwamba bwana, barua imetoka huko wizarani, mali wametangaza sio sahihi bwana, hivi na hivi, inarudi tena wizarani? Hicho kitu yeye alikuwa akitaki, na hataki watu waoji. Sio hivyo tu, mwandishi wa habari, yani tunapotoka huko mkoa anakuambia gari hii haipo, jioni wale waliosema kwamba wameikopa wanatuita tena tuinunue kwa bei ya juu. Alafu nyie mkiwa hapa kuna watu wengine sio waaminifu kwetu sisi, wanaenda wanazinunua, unakuta jioni inaondoka. Sasa kama umekopeshwa wewe na serikali, kwa nini hujaichukua kabla ya sisi hatujaja kwenye mnada? Control number nailipa mimi, alafu wewe baada ya kununua gari milioni 4 na kupa wewe milioni 10. Inakuwa na maana gani? Kwamba ni mchezo unachezeka, kwamba gari zinapotea alafu wanajiuzia wenyewe alafu wanatuita tunanunua. Hicho kitu kinatuuma. Hata sisi tulikuwa tunasema hata sasa hivi hii fursa ambayo imetolewa sasa hivi, unaweza ukakuta sasa hivi haipo, lakini jioni unaona imepakiwa inaenda Dar es Salaam, imeuzwa kwa mtu mwingine ambaye yuko, wanasema imeuzwa lini? Kukioji iliuzwa tarehe 17 Manyara kwa mnada wa hadhara upi ambao haikuwepo. Hichi ndio kinachokuumiza, kwamba wahakiki mali sio waaminifu. Tunamuomba katibu mkuu au waziri afuatilie wahakiki mali wake, sio waaminifu. Sasa hivi ishakuwa ni biashara kwao, kwamba wakiona kama ni Land Cruiser au gari ambayo ina maslahi nayo, wao wanaipoteza, hatuioni. Hicho ndio tunacholalamika sana. Kwa jina naitwa Angel Constantine Malimi, nimetokea Mwanza, nimekuja kwa ajili ya mnada wa hadhara uliotangazwa na katibu mkuu wilaya ya mkoa wa Manyara. Hapa Babati ulikuwa unafanyika tarehe 17 na tarehe 18. Lakini tumefika hapa kuanzia saa 2. Tumekaa mpaka saa 4. Mhakiki mali alikuwa hajafika. Kaja baada ya saa 4 akasema naanza kuuza mali. Akaanza loti namba 1. Tukasema hapana, unawezaje kuuza loti namba 1? Sisi tunataka kwanza masharti, ututambulishe kwanza safu yako uliyokuja nayo. Hakututambulisha. Akasema na pia tunataka tujue mali zinazouzwa ni zipi na zipi. Akasema kuna gari 3 zimetolewa. Tukasema tunaomba tupate vielelezo vyake, kwa sababu kama gari zimetolewa ina maana zina vielelezo ambavyo vinathibitisha. Akasema mimi nauza, nikifika nitawaambia. Nikamwambia hapana, tunataka kwanza tufanyeje, tujue. Mimi nimetoka Mwanza, nimefuata fuso, nafika hapa Manyara unaniambia fuso halipo na halina kielelezo, maana yake nini? Akasema mimi nauza,
Tukamwambia hapana, sisi hauzi. Ikatokea sintofahamu, tukasema twendeni sisi kwa mkuu wa mkoa. Akapanda juu ya gari, akawa kuna kaka mmoja anamuuzia Scania hiyo ndani basi, anasema anamuuzia milioni 3 milioni ngapi. Tukasema hapana, twende hivyo, sisi tunataka tupate haki yetu, tujue ni basi gani, ni gari gani na gari gani ambazo zimetolewa. Mimi nikamfuata pembeni, nilipomfuata naomba tuonyeshe, akatuonyesha mulano imetoka kweli ina evidence ya mahakama. Nikamwambia na zingine ziko wapi? Akasema mimi nimesahau document. Tukamwambia basi sisi tunakupa muda, umeelewa, kavifate utuletee hapa, sisi tufanyeje, tutakusubiri. Maana huu mnada umetangazwa ni siku mbili, tarehe 18 na tarehe 17 na 18. Kwa hiyo sisi tutakaa hapa, tumekuja kwa ajili ya hiyo kazi, una siku mbili. Akasema mimi nauza. Tukasema hapana, huwezi ukauza, tunataka tupate hizo evidence. Maana tumechezewa mno, Bukoba tumechezewa, Msoma tumechezewa, Simiyu tumechezewa, tumefika Shinyanga na penyewe tumechezewa, Shinyanga na Singida na penyewe tumechezewa. Tukasema hapana, sasa tunahitaji tukomeshe hii tabia. Kile chetu ndio kikao hicho, tukasema sisi tunaenda kwa mkuu wa mkoa. Tumeenda kwa mkuu wa mkoa, tukamwambia mkuu wa mkoa hayupo. Tukasema twende TAKUKURU. Tumeenda TAKUKURU wote wanunuzi, huku Mwakikimali akaendelea na biashara ya kuanza kuuza. Na kati sisi tumejiandikisha majina yetu, akaendelea na biashara ya kuanza kuuza, ambao kuna watu waliokuwa wameandaa kwa ajili ya kufanyaje, ya kununua zile mali. Tumetoka kule tumeenda TAKUKURU, tumerudi hapa, anasema tayari ameshamaliza nini biashara. Ndio kero yetu hiyo hasa. Kwa nini sisi hatusikilizwi? Kwa majina naitwa Frank Mayesa maarufu kama Bashite. Hawa ni wadau wa minada kwa maana ya wanunuzi wa mali chakavu ambazo ni haki ya kila raia wa Tanzania. Hapa kuna sintofahamu ilitokea. Tulivyofika asubuhi, mimi walinichagua kama mwenyekiti wao, kwamba kuwepo na mwenyekiti ambaye atawasemea wao. Hapa kuna tangazo ambalo limewaita hawa watu wote. Hao wote unaoona wana tangazo kutoka kwa katibu mkuu hazina, ambaye ameliaddress na amewaita hawa watu hapa kwa ajili ya ununuzi wa hizo mali zilizopo hapa, na hizo mali zimeainishwa kwenye tangazo. Kwa hivyo kila unayemwona hapa wametoka mikoa mbalimbali, wamekuja hapa kwa sababu ya hilo tangazo ambalo limeainisha mali kadhaa. Sasa cha ajabu walipofika hapa wakakutana na sintofahamu kwamba kuna baadhi ya mali kutoka kwenye lile tangazo zikawa zimetolewa, wanaambiwa hazitouzwa. Hiyo ndio ikazua taharuki, na wao wakaona kwamba hawatendewi haki na kuna mazingira hayajakaa sawa. Kwa hiyo kutokea hapo ikawa vurugu ya vuta ni kuvute. Sasa kilichotokea, muuzaji kwa maana ya mhakiki mali mkoa, mwakilishi kutoka ofisi ya hazina mkoa, akasema yeye hatomsikiliza mtu, atauza, na mamlaka yao kweli anayo ya kuuza, lakini cha ajabu alikosa hekima ya kusikiliza watu wanataka nini, ambapo pointi yao ilikuwa ni moja tu, kwamba hizo gari zilizotolewa zina maelekezo wapewe kwa maandishi, kwa sababu wanaamini ofisi zinafanya kazi kimaandishi, sio kimdomo. Lakini yeye alizidi kukaza na kusema kwamba bwana, mimi nina maelekezo ambayo hayapo kimaandishi. Lakini baada ya kubanwa kwa muda fulani, kwa sababu alichozuia ni gari 3 ambazo zilikuwa ziuzwe, gari chakavu, akaleta barua ya gari moja, ambayo baada ya kuionyesha kweli adhira hii ikalizia kwamba gari hilo, kwa sababu tumeona barua yake, basi sawa, hizo mbili ziko wapi? Ikawa tena mtihani kuzipata tena hizo mbili barua zake. Kwa hiyo ikabaki ni maelezo ya hizo mbili. Kwa hiyo kutokea hapo ikawa vurugu na nini, na watu wakasema hatuwezi kuendelea na mnada. Sisi tunachoomba, tunaombeni mstopishe mnada kwanza. Ukishastopisha mnada, tuelewane watu wote. Sisi ndio umetuita nyinyi, tumetoka mbali. Kuna watu wametoka Kigoma, kuna watu wametoka Mtwara, Dar es Salaam, Mbeya, wamekuja hapa. Sasa mnapofika hapa mkatumia jazba, hatuwezi kuelewana. Jazba yule mwakimali ndo hajataka kuwaelewesha hao watu. Wamemwomba kitu kidogo tu, kwamba kuna gari ambayo umetoa kwenye mnada, si ndio? Kama umetoa kwenye mnada, tunaomba utupe kielelezo. Kwanza akawa na jazba, akashindwa kuelewa. Anasema mimi nafanya mnada kwa vyote ninavyotaka, kama mtaki tokeni nje. Sasa hao watu unavyowaona wana hasira. Huu ni mkoa wa ngapi? Wa 4. Wameenda tumeshatoa hela zetu benki wengine. Wameenda mkoa wa kwanza, wa pili, wa tatu, hakuna chochote kimefanya. Ukienda pale wanaambia biashara imeisha, nendeni. Watu wanakaa kima wanavumilia. Sasa watu wanapoteza nauli, wanalala hapa, kwa wakati mwingine wanakaa sehemu moja
wanakaa siku 3 wanasema mnada wa kesho kutwa. Hawapati majibu, lakini watu ukiwaelewesha hawa kwamba jamani, mnada leo huko 1 2 3 na vielelezo vyako ukavionyesha. Hawa watu ni waelewa sana, wanaelewa. Wana miaka mingi sana. Unamwona kama huyu mzee. Kuna watu wana zaidi ya miaka 20 kwenye mnada. Kiongozeni na neno kimesema. Huyo mimi ndio. Ni taasisi gani ambayo mnaiamini ikiwashua kwamba hii document ipo mtaiamini? Hapana, uzuri kwa sababu yule mtu hata kama akisema kwamba document zipo hawezi kuonyesha document za serikali. Kama kuna taasisi ambayo mnaiamini ya serikali ambayo mnaiamini hata kama nitakuwa nani waione document ambayo mnasema ili wawashue. Swali ni kwamba wape assurance kwamba anachokisema bwana cha kweli. Ni taasisi gani? TAKUKURU mnashirikiana? Sisi hoja yetu ni hivi moja. Yaani mimi nimwambie kwamba anachokisema hicho apeleke TAKUKURU watamkie kwamba jamani dokumenti hii kweli ipo. Tuko tayari kwenda kwa lakini hapa mnada leo unaotokea asubuhi. Lakini tukielewa sisi na unakiona kuongeza samani ongezea na jambo. Akishatuonyesha hiyo document ziko clear, sisi tuko tayari na mnada uanze kuuza kwa watu wote. Tuko zaidi ya watu 50 hapa. Wale ni watu 20. Yaani uuze kwa watu wote tu. Anaweza yani hawezi kuonyesha document ya serikali. Sisi TAKUKURU sawa. Hatujataka tuonyeshe sisi. Sisi tulichotaka na kwanza mpaka kusikilizana. Na bado mpaka kufika TAKUKURU kokote ni kwa sababu ya kauli zake. Sisi tulitaka hivi. Jamani, gari hii na hii ishafanyeni imetolewa kwenye mnada. Lakini kati yenu hapa unavyotuona hapa tunakoga na mwenyekiti wetu. Mmoja anaweza akaja tukafanya nini? Tukaongea naye. Bwana, unaona hii gari ya kwanza, ya pili, ya tatu umeona? Merizika. Jamani, hii gari zimeshafanya nini? Zishaondolewa. Tuendelee na mnada. Ndio hivyo atakuwa aende na yeye ahakikishie. Hilo tulikuwa tunapingana nalo. Hiyo mnada utangazwa. Utangazwa pamoja, tunuko pamoja na sisi tutashiriki. Hatujagombea mnada. Hizo gari ambazo zimetolewa kwenye mnada ni gari 3. Sawa. Sikiliza basi kwa point. Mimi nawaashua kwamba nitamwelekeza apeleke dokumenti za TAKUKURU. TAKUKURU wataziona, watawaashua kwamba kweli ni za kweli. Mnaonaje kama ni hivyo muendelee na mnada?